Umeweza kuona namna ambavyo bibi Zuchu alivyoweza kumjibu dada yetu Esma Platinum, na ameweza kuzungumza vingi na akamwambia kwamba ama hakika wewe ni mtu mbaya sana katika maisha yangu, sitamani hata kuweza kukuona kwa sababu umekuwa mtu mmoja kati ambaye umeninyanyasa sana katika mahusiano ya kaka yako, lakini leo hii unajifanya mwema na kunitumisha vimeseji ambavyo visivyokuwa na mbele wala nyuma. Kiukweli nikwambie tu kwamba wewe sio muhimu kwa sasa, bali unatakiwa kuweza kufocus na maisha yako kwa sababu wewe ni mtu mbaya na umefanya nimejisikia vibaya sana. Nilikuamini, hatimaye umekuja kunizalilisha na kuniona mimi sio wa thamani katika maisha ya ndugu yenu, na leo hii uko hapa kuanza kulalama na kulialia katika maisha yangu. Mimi sina msaada wowote kwenu nyie, hivyo ni vyema mkaendelea kufocus na kile ambacho kwenu mnaona ni muhimu. Hivyo kwa upande wangu naona ni bora mkaniacha kwa sababu nina mambo mengi ambayo nahitaji kuweza kuyafanya, na nyie mkiendelea kunipatia mizigo kama hii ambayo mmekuwa mkinipatia, kiukweli mnanichanganya. Mimi kama mimi sihitaji kabisa kuweza kuona maisha yangu yakiwa katika mikakati ambayo isiyokuwa na msingi ya aina yoyote, kwa sababu nahitaji amani, nahitaji furaha, nahitaji kupendwa zaidi. Kama ndugu yenu hakuweza kunipenda mimi, basi ninaamini mtu mwingine atajitokeza na ataonyesha thamani yangu kwake. Hayo yanayoendelea kwa kipindi hiki kwenye maisha yenu binafsi sitaki kuyajua kwa sababu sio muhimu, na naahidi kwamba kila kitu kwa upande wangu kitakwenda kuwa sawa kwa sababu Mungu pekee ndiye ambaye anayenisimamia katika maisha yangu yote. Hivyo kwa hiki ambacho mmekuwa mkikitenda, kiukweli siwezi kulikalia kimya na nitaendelea kuliongelea mpaka pale ambapo nafsi yangu itasuhuzika, kwa sababu nyie si moja kati ya watu ambao mnatamani sana kuweza kuona maisha yangu yakiwa katika mikakati na misingi iliyo bora zaidi.